tulinunuliwa kwa gharama ya thamani. Kristo alimwaga damu yake ambayo ni ya thamani sana. Kwa hiyo basi tumtukuze huyu Mungu katika miili yetu, tumtukuze Mungu katika miili yetu. Watu watakapotuona waseme kweli kuna Mungu. Watu watakapotuona waseme kweli wokovu ni wa thamani. Watu watakapotuona waseme kweli kuna kitu cha tofauti katika yule dada, kuna kitu cha tofauti katika yule kaka, kuna kitu cha tofauti katika yule mama, kuna kitu cha tofauti katika yule baba, kuna kitu cha tofauti kwako. Watu walipomwangalia Petro wakasema, wewe hata kuzungumza kwako unazungumza kama yule mwalimu wako, kama Yesu. Hata unapotembea unatembea kama Yesu. Kila kitu unachokifanya watu wakikuona waseme huyu mtu ni wa tofauti, sio mtu wa kawaida. Paulo anasema mtukuzeni Mungu katika miili yenu. Sasa naomba tujiulize maswali mbalimbali hapa. Je, tunamtukuza Mungu katika miili yetu kwa kuendelea kutenda dhambi? Jibu ni hapana kabisa. Je, tunamtukuza Mungu kwa kuendelea kuwa dhaifu katika miili yetu? Kuna mtu atasema ndiyo, kwa sababu ndivyo tunavyofundishwa hata makanisani, kwamba labda Mungu anakupa huo ugonjwa kukufundisha jambo fulani. Labda Mungu anakupa ugonjwa ili akufundishe kuwa mnyenyekevu. Lakini jiulize, je, ugonjwa katika mwili unamtukuza Mungu? Jibu ni hapana, kwa sababu yule Mungu anayesamehe dhambi ndio huyo Mungu anayeponya magonjwa. Kama utasema kwamba ugonjwa unamtukuza Mungu katika mwili, basi pia na dhambi inamtukuza Mungu katika mwili. Lakini hakuna ambaye atakubali kwamba dhambi inamtukuza Mungu katika mwili, na atasema hapana, hatutakiwi kutenda dhambi. Ni kweli kabisa, na hivyo hatutakiwi sisi kufurahia madhaifu, kwa sababu Yesu aliyachukua msalabani. Kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Tunamtukuza Mungu kwa kuishi maisha matakatifu, kwa kuishi maisha yanayompendeza Mungu, kwa kuishi maisha ambayo hata ambao hawajaamini wakitutazama wanasema kweli kuna kitu cha tofauti katika yule mtu. Yule mtu sio wa kawaida. Hivyo tunamtukuza pia Mungu katika miili yetu kwa kuishi maisha yenye afya na amani na furaha na utoshelevu na kutopungukiwa. Tunamtukuza Mungu. Mtu akiona anasema kweli yule wokovu wake una thamani. Lakini mtu akikuangalia kuona una afya, akikuona una uzima, akikuona una furaha, akikuona una amani, atasema kweli yule Mungu anayemwabudu ni Mungu wa kweli. Kweli yule Mungu anayemwabudu ni Mungu mwenye matokeo, kwa sababu gharama ilishalipwa. Mtume Paulo anasema sisi je, tutapataje kupona tusipoujali wokovu mkuu namna hii?